Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Mojtaba Khamenei ameibua mjadala mkubwa na kuongeza joto la mvutano kati ya Iran na Israel baada ya kutoa kauli kali dhidi ya taifa hilo kupitia ukurasa wake wa X, akilitaja Israel kama uvimbe wa saratani unaokaribia mwisho wa uwepo wake. Kauli hiyo imeonekana kufuata msimamo mkali uliokuwa ukitumiwa mara kwa mara na baba yake marehemu Ali Khamenei, ambaye kwa miaka mingi alikuwa akitoa matamshi makali dhidi ya Israel na kuunga mkono makundi yanayopinga ushawishi wa Tel Aviv katika Mashariki ya Kati. Katika ujumbe huo uliozua mjadala mkubwa kimataifa, Mojtaba Khamenei alisema kuwa utawala wa Kizayuni uliotikiswa na uvimbe wa saratani wa Israel unakaribia hatua za mwisho za uwepo wake wenye fedheha, kauli ambayo imepokelewa kwa hisia tofauti ndani na nje ya Mashariki ya Kati. Wafuasi wa serikali ya Iran wameonekana kuunga mkono matamshi hayo, wakisema ni mwendelezo wa msimamo wa Teherani wa kuunga mkono taifa la Palestina, huku upande wa Israel ukitafsiri kauli hiyo kama uchochezi wa kisiasa unaoweza kuongeza hali ya uhasama katika ukanda huo ambao tayari umekumbwa na migogoro ya muda mrefu. Kauli ya Mojtaba imekuja kwenye kipindi ambacho Iran bado inapitia mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiusalama kufuatia kifo cha baba yake Ayatollah Ali Khamenei aliyeripotiwa kuuawa mwishoni mwa mwezi Februari katika mashambulizi yaliyohusisha Marekani na Israel. Tangu achukue nafasi ya baba yake kama kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba amekuwa haonekani hadharani, jambo ambalo limeendelea kuzua maswali mengi kuhusu hali yake ya kiafya, usalama wake na namna anavyoendesha mamlaka ya juu kabisa ya kisiasa na kidini ya Iran. Kutokuwepo kwake hadharani kwa muda mrefu kumekuwa chanzo cha uvumi mkubwa katika vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa, huku ripoti zikidai kuwa bado yupo katika eneo la siri kwa sababu za kiusalama baada ya kudaiwa kupata majeraha ya kudumu wakati wa mashambulizi yaliyosababisha kifo cha baba yake. Ingawa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za Irani kuthibitisha madai hayo, viongozi wa Irani wameendelea kusisitiza kuwa serikali ipo imara na kwamba uongozi wa nchi hiyo unaendelea bila kuyumbishwa na changamoto za kiusalama. Wakati huo huo, kauli ya Mojtaba haikuiacha Israel kimya. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar alijibu kwa kejeli kali, akisema lugha iliyotumiwa na Mojtaba inaonekana kufanana sana na ile aliyokuwa akitumia baba yake. Saar alisema anakumbuka mtu mwenye jina la ukoo kama hilo aliyekuwa akitoa kauli kama hizo mara kwa mara, akimaanisha Ali Khamenei ambaye alikuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa Israel duniani. Katika hatua iliyoibua mjadala zaidi, Gideon Saar aliongeza kejeli nyingine kwa kumuuliza swali Mojtaba la moja kwa moja, akisema uko wapi? Kauli hiyo tafsiriwa kama jaribio la kuhoji kutoka kwake hadharani kwa kiongozi huyo mkuu wa Irani na kuendeleza simulizi kwamba bado wanajificha kutokana na hofu ya mashambulizi au changamoto za kiafya zinazodaiwa kumkumba baada ya mashambulizi ya miezi iliyopita. Mvutano huu wa maneno umeongeza wasiwasi mpya katika Mashariki ya Kati, eneo ambalo tayari limeendelea kushuhudia migogoro ya kijeshi, mashambulizi ya kulipizana kisasi pamoja na mivutano ya kisiasa inayohusisha Iran, Israel na Marekani na washirika wao wa kikanda. Wachambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa wanaonya kuwa matamshi ya viongozi wakuu wa pande hizo zinazohasimiana yanaweza kuongeza zaidi hali ya taharuki na kuathiri juhudi zozote za kidiplomasia zinazolenga kupunguza mgogoro huo. Kwa Iran, kauli ya Mojtaba inaonekana kuwa ujumbe wa ndani kwa wananchi wake pamoja na washirika wa Teherani katika ukanda huo kuwa uongozi mpya hautabadilisha msimamo dhidi ya Israel. Inaonekana wazi kwa Mojtaba anajaribu kuonyesha kuwa ataendeleza sera za mwelekeo baba yake, hasa katika swala la kuikosoa Israel na kuunga mkono kile Iran inachokiita mapambano dhidi ya ukandamizaji wa Palestina. Hata hivyo, pamoja na matamshi hayo makali, dunia bado inaendelea kufuatilia kwa karibu hatua zinazofuata za Mojtaba Khamenei, hasa kutokana na sintofahamu iliyopo kuhusu mahali alipo, hali yake halisi pamoja na namna anavyoweza kuiongoza Iran kwenye kipindi hiki kigumu cha kisiasa na kijeshi. Wakati Israel ikiendelea kumshambulia kwa maneno makali na kejeli za kisiasa, Teherani nayo inaonekana kuendelea kusisitiza kuwa haitarudi nyuma katika msimamo wake dhidi ya Israel, jambo linaloashiria kuwa mvutano kati ya mataifa hayo mawili unaweza kuendelea kuwa mkubwa zaidi katika siku zijazo.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.